Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye ukumbi huu, ukumbi wako wa Tanzania News Today, mahala ambapo unapata taarifa za ukweli. Sisi hatumuogopi mtu yeyote. Kama ni baya tunasema baya, kama ni nzuri tunasema nzuri. Kwa hivyo sisi hatuogopi eti kwamba tunaogopa hii serikali tukizungumza hili eti watafunga kituo chetu. Sisi tunamuogopa Mwenyezi Mungu peke yake. Na ndio maana ninakuambia jiunge kwenye ukumbi huu kwa kupiga subscription ili uendelee kupata taarifa zetu. Mtazamaji wangu, Jumuiya ya Madola imeweza kutuma ujumbe mkali kwake Samia Suluhu Hassan. Jumuiya hii ya Madola imeweza kumpea Samia Suluhu Hassan siku 30 kumwachilia Tundu Lissu. Kumbuka kwamba ujumbe huu wa jumuiya hii ya Madola, ukipenda kwa lugha ya Kimombo Commonwealth, unakuja siku chache baada ya mjumbe wao ambaye walituma katika taifa letu la Tanzania, aliyekuwa rais wa Malawi Lazarus Chakwera, kuandika ripoti na kuwasilisha kwenye secretariat ya Jumuiya ya Madola. Sasa katika kikao ambacho kiliweza kuandaliwa Ijumaa ya tarehe 10 mwezi huu wa Julai mwaka 2026, baada ya mawaziri wa Umoja wa Madola, mawaziri wa utekelezaji, kupitia ile ripoti ya mjumbe wao Lazarus Chakwera ambaye aliweza kuiandika baada ya kupatana na viongozi mbalimbali, akapatana na Chadema, akapatana na CCM, akapatana na Samia, akapatana na Tundu Lissu kwa gereza. Wamemwandikia barua Samia Suluhu Hassan kwamba aweze kumwachilia Lissu chini ya siku 30. Naomba niweze kukusomea kitu ambacho kinaitwa ripoti hiyo. Ripoti hiyo iliweza kusema hivi, sitaweza kusoma mambo mengi. Kuna mambo kadhaa ambayo tunaomba tuweze kuyatoa pale, tuweze kuyadondoa ili tujadili. Wakasema hivi: kwa kukumbuka masharti mane yaliyotambuliwa katika mkutano wa 71 tarehe 5 Disemba mwaka 2025, kamati ilibaini kwa wasiwasi kwamba ingawa moja ya masharti imetimizwa na jingine limetimizwa kwa sehemu, masharti mengine mawili bado hayajishughulikiwa na utawala wa Samia. Kamati pia ilionyesha wasiwasi kwamba hali imezidi kuwa mbaya tangu ziara ya mjumbe maalumu mwenye anaitwa Lazarus Chakwera Tanzania. Hali imekuwa ama hali imeweza kudorora kivipi katika taifa letu la Tanzania? Hali hiyo ikiwa ni pamoja na vikwazo vya kitaifa dhidi ya shughuli za kisiasa. Siasa Tanzania sasa hivi, serikali ya Samia iliweza kupiga marufuku. Ndio maana mliona Chadema iliweza kufungiwa. Chadema ilifungiwa eti kwamba wasipokee zawadi kutoka kwa viongozi, kutoka kwa mashirika ya nje. Vile vile wakaendelea kusema kwamba shinikizo linaloendelea dhidi ya nafasi ya mashirika ya kiraia, mashirika ya kiraia, human rights katika taifa letu la Tanzania halina ama hayana uhuru. Mashirika yale hayana uhuru, yanaogopa. Mnakumbuka kuna kipindi kimoja shirika la kutetea haki za binadamu lilikuwa linachunguza na kuandaa ripoti kuhusu mauaji ya mwaka uliopita, walivamiwa. Vile vile ripoti ikaendelea kusema kwamba kwenye baadhi ya majukwaa ya mitandao ya kijamii na anga ya vyombo vya habari kwa ujumla, kuna kuzuiliwa au kuzuiwa pamoja na kuzuiwa bila kutatuliwa kwa masharti ya kisheria ya kiongozi mkuu wa upinzani. Sasa unaona kuna wanaharakati ambao wamefungiwa mitandao, mfano kama vile kuna huyu dada yetu Maria Sarungi kabla ya maandamano ya 77
serikali ya Samia iliweza kushtaki mtandao wa Instagramu wake Maria Sarungi. Mange Kimambi na yeye aliwahi fungiwa ukurasa wake wa Instagramu. Hadi sasa hivi haujaweza kufunguliwa. Sasa masharti ndio haya waliweza kumpea Samia Suluhu Hassan. Namba 1, sharti la kwanza, kuondolewa kwa vizuizi vya uhuru wa kukusanyika na kujieleza mashirika ya kiraia pamoja na vyombo vya habari. Unajua, wacha nikueleze hivi. Wengi wetu tunazungumza hivi kwa sababu hatuko kwenye taifa letu. Tuko kwenye mahala ambapo tumetorokea. Katika taifa letu la Tanzania hauwezi ukazungumza hivi. Wallahi hauwezi. Sasa hili ndilo wanaelezea Jumuiya ya Madola. Hili ndilo wanazungumzia kwamba serikali ya Samia iondoe vizuizi vya uhuru wa kukusanyika. Mfano, Chadema juzi ilipigwa marufuku wasiandae mikutano. Vile polisi walipiga marufuku wakiwapata vijana wakiwa kwenye kikundi cha watu 6-7 watawaita wahaini. Sasa ndilo hili hapa ambalo Jumuiya hii ya Madola inasema kwamba kuondolewa kwa vizuizi vya uhuru wa kukusanyika na kujieleza. Katika taifa letu la Tanzania, mtu yeyote mwenye anapinga serikali unakamatwa, hata unaweza ukaandaliwa wahuni wa kushambulie. Vyombo vya habari havina uhuru wa kupiga serikali msasa. Ukipiga serikali msasa, mtazamaji wangu, unavamiwa. Kuna gazeti hapa katika taifa letu la Tanzania ambalo lilijaribu kumulika serikali. Vifaa vyao vya kuchapia kazi vilipasuliwa. Huo ndio kuminywa kwa uhuru wa wanahabari na mashirika ya kiraia, pamoja na kuminywa kwa uhuru wa kukusanyika na kujieleza. Hilo ndilo sharti la kwanza Jumuiya ya Madola imeweza kumwekea Samia Suluhu Hassan. Huu ni ushindi mkubwa kwa sisi wananchi, wanaharakati na raia wa Tanzania. Na ni pigo kwa serikali ya Samia. Walisema eti kwamba wamezuia mikusanyiko ya vyama, mikusanyiko ya wananchi, eti kwamba wanadumisha amani. Wanadumishaje amani kipindi ambapo wanaendeleza udikteta? Hawataki waambiwe serikali imekosea. Hawataki waambiwe kwamba hapa mmefanya vibaya. Wanataka tu wasifiwe. Namba 2, Jumuiya ya Madola ikaambia Samia kwamba kufanyika kwa jukwaa la mashauriano baina ya vyama kukubaliana juu ya mfumo wa pamoja kuhusu mwelekeo wa uchaguzi ujao. Vyama vyote katika taifa letu la Tanzania, tukianzia Chadema, tuende CCM, ACT Wazalendo ambacho ni kibaraka cha Samia, na vyama vingine vikuje pamoja, viandae jukwaa, waelezane ni kipi cha kuundwa ili kuweza kufanya uchaguzi ujao uwe wa haki na huru. Kumbuka kwamba mojawapo ya sababu ambazo zilifanya utawala huu wa kikatili ukamkamata Tundu Lissu. Tundu Lissu alikataa uchaguzi usifanyike kwa sababu reforms za uchaguzi hazikuwa zimefanywa. Mabadiliko ya uchaguzi hayakuwa yamefanyika. Mojawapo ya mabadiliko hayo ni kama vile mwenyekiti wa tume ya INEC akitangaza matokeo yanapaswa kupingwa kwenye mahakama iwapo chama ambacho walikuwa nang'ang'ania nacho kiti cha urais hakijaweza kuridhika. Lakini sasa sheria za uchaguzi zilizoko sasa hivi zinasema kwamba mwenyekiti wa tume ya INEC akitangaza kwamba ni Samia ameshinda, hakuna wa kumpinga, eti Samia anaapishwa. Tunapaswa kukuwa na sheria. Kama mtu fulani ametangazwa kama ni Ezra amechaguliwa kama rais wa Tanzania, Bwana Tundu Lissu anaweza kapeleka kesi mahakamani, alafu atoe ushahidi asema kwamba Ezra hakushinda uchaguzi ule kwa njia hii, na huu ndio ushahidi wake. Hiyo ndio inahitajika.
Hayo ndio mashauriano ambayo Jumuiya ya Madola imeweza kushauri. Tukue na ujukwaa na vyama vyote, tushauriane kuhusu ni kipi ambacho kinapaswa kuondolewa, ni kipi ambacho kinapaswa kuongezwa, tukielekea kwenye uchaguzi ujao, ili tuwe na uchaguzi ambao wananchi wataamini, ili tuwe na uchaguzi ambao utakuwa wa huru, ili tuwe na uchaguzi ambao utakuwa wa demokrasia. Namba 3, jumuiya hii ya Madola ikamwambia Samia kwamba pawepo na utekelezaji wa taratibu za kisheria na kiutawala zenye uwazi ili kuwawajibisha watekelezaji wa vurugu na matokeo yake na kuwafidia wahanga kadiri itakavyokuwa stahiki. Walioua ndugu zetu mwaka uliopita hawajaweza kuchukuliwa hatua. Wengi wako huru, wanazunguka. Wengi walipandishwa vyeo kwa sababu wengi wao ambao waliangamiza ndugu zetu ni wahaini wa Samia, majambazi wa Samia, majambazi ambao wanafanya kazi na Abduli mtoto wake Samia. Wengi wao walipandishwa ngazi. Sasa hawa ndio Jumuiya ya Madola inasema hivi, iweze ama waweze kuchukuliwa hatua za haraka. Wakichukuliwa hatua za kisheria wapelekwe mahakamani, ushahidi ukipatikana wafungwe, hata kunyongwa wanyongwe. Vile vile fidia kwa wahanga zipatikane. Tuko na familia ambazo zilipoteza wapendo wao. Niliona akina mama wakilia. Kuna baba ambaye tunawasiliana na yeye hapa, aliniambia ndugu yangu Ezra, mtoto wangu aliuawa ndani ya duka. Yaani tulikuwa tumeenda kuchukua mchele hivi tupike tarehe 30 Oktoba mwaka 2025, mtoto wangu akapigwa risasi ya roho. Nikiona kumkimbiza hospitali Mwananyamala akaaga dunia. Naye anataka haki. Wale ambao walitekeleza hilo aliniambia kwamba walikuwa ni maafisa wa polisi. Anataka fidia na anataka haki. Sasa Jumuiya hii ya Madola ikaendelea kumpea Samia Suluhu Hassan masharti hivi: ndani ya siku 30 kutatuliwe kwa swala la kizuizi cha Tundu Lissu kupitia njia ya kisiasa na kisheria, na kuwaachia wengine waliowekwa kizuizi kwa sababu ya kutumia haki zao kwa njia ya amani. Bunge hili ama ukipenda jamii hii ya Madola Commonwealth imeweza kumshauri Samia chini ya siku 30 wamwachilie Tundu Lissu. Waache kumpitiza hivi kwenye mahakama. Mara wanaahirisha kesi yake kwa miezi kadhaa. Wamesema kwamba Lissu aweze kuachiliwa huru chini ya siku 30 na hakuna kupembelezana. Kutoka hapo kuna ndugu zetu ambao walitekwa mwaka uliopita, wengine wamefungwa, wengine julikani waliko, mahali ambapo wamefichwa, na wao imesemekana kwamba waweze kuachiliwa chini ya siku 30. Ndugu hawa walitekwa, walikamatwa kwa sababu ya kuandamana, kwa sababu ya kutumia haki zao za kikatiba kwa njia ya amani. Namba nyingine, sheria ama vikwazo ambazo Samia aliweza kupewa masharti, aliambiwa kwamba ndani ya siku 60 aweze kurejesha upatikanaji kamili wa majukwaa ya kidijitali na kusitisha uvamizi dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza. Nimekueleza vyombo vya habari katika taifa letu la Tanzania hauwezi ukaanika hii serikali. Ndugu yangu Jambo TV alienda kuweka kanda ambayo ilikuwa inaonyesha jinsi ambavyo watu walikuwa wanavamiwa, akapigwa marufuku. Sijui kama amerudi, lakini alikuwa amepigwa marufuku kwa zaidi ya miezi 4 asipakie video yoyote. Tuko na wanaharakati kama vile akina Mange Kimambi, Maria Sarungi, mitandao yao imeweza kuminywa.
vyombo vya habari katika taifa letu la Tanzania havina uhuru wa kuzungumza. Ukijaribu kumulika serikali mnavamiwa, ofisi yenu inafungwa. Sasa hilo ndilo jamii ya madola imeweza kuambia Samia kwamba chini ya siku 60 kurejeshwe kwa upatikanaji kamili wa majukwaa ya kidijitali. Waache kuminyaminya mitandao. Namba nyingine, wakaelezwa kwamba ndani ya siku 90 waweze kuitisha jukwaa la pamoja baina ya vyama ambalo ni la kuaminika na la kujumuisha wote, lenye uratibu wa pande wowote, uratibu wa upande wote, lenye mamlaka ya kushughulikia mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa na wafungwa na uwajibikaji. Yaani wameweza kumwambia kwamba chini ya siku 90, miezi mitatu, paandaliwe jukwaa la vyama vya kisiasa ili mapendekezo yatolewe, jinsi ambavyo uchaguzi uhuru utaandaliwa, ushindani wa kisiasa jinsi ambavyo utakuwa, wafungwa jinsi ambavyo watapata haki, na uwajibikaji, wale ambao waliua ndugu zetu watawajibika kivipi na serikali itawajibika kivipi. Na mwisho bunge hili ama ukipenda jamii hii ya madola ikasema kwamba Samia na utawala wake waanzishe bila kuchelewa uchunguzi huru wa jinai kama ilivyopendekezwa na tume ya uchunguzi, ikiwa ni pamoja na masuala kama vile fidia kwa wahanga kwa kuwa na vigezo, ufadhili wa ratiba zilizo wazi. Yaani unaona hii tume ya Jaji Chande haikutambuliwa kwa sababu wamesema kwamba waanzishe uchunguzi huru. Uchunguzi huru kumaanisha kwamba ule uchunguzi wa Jaji Chande haukukuwa huru. Kwa hivyo wanataka uchunguzi huru uweze kufanyika, alafu jinai zitolewe. Wale ambao waliua ndugu zetu, wale ambao walipatikana wakichochea, na wao wachukuliwe hatua, na masuala ya fidia kwa wahanga yaweze kupatikana. Hayo ndiyo Jumuiya ya Madola iliweza kutuma kwa Samia. Sina la kuongeza na sina la kuondoa. Ninawaongera sana Jumuiya ya Madola kwa kusimama na Watanzania. Kipindi ambapo historia itakapoandikwa, Jumuiya ya Madola ni mojawapo ya mashirika ambayo yameweza kutetea taifa letu la Tanzania, wakishirikiana na bunge la Ulaya pamoja na bunge la Seneti la Marekani. Wazo lako ni lipi, mtazamaji wangu? Nimewaelezea kinagaubaga kabla ya Msigwa, msemaji wa serikali, kuja na kuwadanganya. Atakuja wadanganye, awafafanulie mambo yake ambayo ni ya ukora. Wazo lako ni lipi? Sema nasi hapa chini. Je, umeweza kuridhika na mapendekezo haya na masharti haya ambayo Samia ameweza kupewa kutoka Jumuiya ya Madola? Kumbuka kwamba Samia asipotekeleza ataendelea kunyimwa kitu ambacho kinaitwa mikopo. Ataendelea kunyimwa kitu ambacho kinaitwa misaada. Kwa hivyo it is up to her. Sasa yeye ndiye ataamua aweze kutekeleza, apuuze. Wazo lako ni lipi?